Naam, mtazamaji, Samia Suluhu Hassan ametuma ujumbe mzito kwa wanaojiandaa kuandamana tarehe 9 Disemba kupitia Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba. Serikali ya Samia Suluhu imetoa tamko asubuhi ya leo ambalo kila mwananchi wa Tanzania ambaye ana mipango ya kuingia barabarani tarehe 9 Disemba anafaa kujua hili. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti au ujumbe huu kwa kina na kwa undani zaidi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba ametoa onyo kali kabla ya kufanyika kwa maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba tarehe 9, huku akisisitiza kuwa serikali ya Samia Suluhu haitavumilia aina yoyote ya machafuko au vitendo vinavyoweza kuhatarisha utulivu wa taifa hili. Alisisitiza kuwa amani ya nchi hiyo haiwezi kujadiliwa na kwamba mamlaka itaingilia kati kwa nguvu dhidi ya majaribio yoyote ambayo yanatishia usalama wa umma. Daktari Mwigulu Nchemba kwa niaba ya serikali ya Samia Suluhu alianza kwa kueleza ukubwa wa hatari zinazoweza kuhusishwa na maandamano ambayo yanatarajiwa kufanyika, hasa yale aliyoeleza kuwa hayana msingi wa kisheria. Alionya kuwa maandamano yaliyopangwa tarehe 9 Disemba huenda yakasababisha fujo na machafuko makubwa badala ya kutoa suluhu, akibainisha kuwa jukumu la msingi la serikali ya Tanzania ni kulinda raia na mali zake. Alisisitiza uzito wa hali hiyo kwa kuwakumbusha wananchi matokeo ya awali ya machafuko yaliyotendeka yaliyosababisha watu kupoteza maisha au kuuawa. Kulingana naye, matokeo hayo yanapaswa kuwa funzo ili kuepuka kurudia makosa yanayoweza kuleta madhara yasiyoweza kurekebishwa kwa familia na taifa kwa ujumla. Kwa maneno yake mwenyewe, Daktari Mwigulu Nchemba kwa niaba ya serikali ya Tanzania, nikimnukuu, alisema hivi: sikiliza, duniani kote hakuna vurugu zinazotokea zisizo na madhara. Pakikuwa na vurugu patakuwa na madhara. Ndio maana wale wanaotaka kuharibu image ya Tanzania na kuifanya Watanzania kuwa wenye haya makovu yasiyotibika wanaotuma maandamano. Ukiwa Watanzania kwenye maandamano unaonekana kuwa kwenye hatari ya binadamu. Ndio maana tumeandika hivi kwenye hiki kitabu. Kauli hiyo ya Mwigulu Nchemba iliakisi ujumbe mzito kwamba maandamano hata yakiwekwa kama ya amani mara nyingi huwa yana ajenda fiche. Kufuatia hali hiyo, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alitoa hoja kwamba baadhi ya watu wanaopotosha umma kwa kuwasilisha maandamano kama halali wakati lengo lao halisi ni kuyumbisha taifa la Tanzania. Alisisitiza kuwa ghiliba hizo lazima zifichuliwe kwa sababu zinatishia umoja wa kitaifa wa Tanzania uliodumu kwa muda mrefu. Aliendelea kuangazia uchungu wa kihisia na kisaikolojia unaohisiwa na familia ambazo zimepoteza wapendwa wao katika machafuko hayo. Sauti yake ilihamia kwenye wito wa tahadhari, akiwaonya wananchi wa Tanzania wasiingie kwenye mtego wa kushiriki katika matukio ya machafuko ambayo yanaweza kuzalisha majanga zaidi. Alikariri wasiwasi huo kwa kusema, nikimnukuu maneno rasmi, sikiliza, nisingetamani sana tuanze kujadili hizi content kwa sababu kuna watu wamepoteza watu. Tusijifunze kufanya haya mambo sasa, maana watu wamepoteza wapendwa wao. Katika tamko lake, Waziri Mkuu alieleza kuwa maandamano haya yanapangwa kwa lengo la kuchochea vurugu na kwamba kuna watu wanaotaka kutumia siku hiyo kuharibu taswira ya nchi hii ya Tanzania, alisema Waziri Mwigulu Nchemba. Waziri Mkuu huyo wa Tanzania alisisitiza kuwa maandamano ya Disemba tarehe 9 yanaandaliwa kwa nia ya kuchochea ghasia na kuharibu sifa ya nchi hiyo katika hatua za kikanda na kimataifa. Alisisitiza kuwa mamlaka zina habari za kuaminika zinazoelekeza kwenye mipango iliyoratibiwa ya kuchochea machafuko Tanzania. Aliongeza na kusema hivi, nikimnukuu, katika tamko lake Waziri Mkuu alieleza kuwa maandamano haya yanapangwa kwa lengo la kuchochea vurugu na kwamba kuna watu wanaotaka kutumia siku hiyo kuharibu taswira ya nchi. Taarifa hii yake Mwigulu Nchemba ilionyesha wasiwasi unaoongezeka wa serikali kuhusu motisha nyuma ya waandalizi wa maandamano hayo. Daktari Mwigulu Nchemba ambaye ni Waziri Mkuu wa Samia Suluhu na serikali ya Tanzania pia alilikumbusha taifa la Tanzania kuwa mwezi wa Disemba kihistoria umekuwa wakati wa amani, umoja na tafakuri na sio malumbano ya kisiasa. Alibainisha kuwa kuanzishwa kwa ghasia katika kipindi hiki kunaweza kuleta athari za kudumu kwa mfumo wa kijamii wa nchi. Hata hivyo, nikimnukuu, aliendelea na kusema hivi, sikiliza, haijawahi kutokea vurugu Disemba na madhara ndiyo maana swali lile la maandamano
kwa kuwa Disemba tarehe 9, ndiyo maana nililijibu swali lile kwa kusema watu wameshapoteza wapendwa wao, ni vizuri tukawa na tahadhari, tusije tukajikuta tunatengeneza mazingira ya watu kupoteza wapendwa wao kwa sababu ya maandamano ambayo hayana msingi wa kisheria wala kiutawala. Ujumbe huo wa Mwigulu Nchemba kwa niaba ya serikali uliangazia wito wa tahadhari na uraia unaowajibika, akiwataka Watanzania kuepuka maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba ili kutozuka kwa machafuko mengine au kutozuka kwa watu kupoteza maisha au kujeruhiwa katika maandamano hayo. Waziri Mkuu huyo wa Tanzania hakumalizia hapo. Alienda mbali zaidi na kusisitiza kuwa serikali haitaruhusu uharibifu wote wa mali au kuhatarisha maisha ya watu kwa jina la maandamano. Alisisitiza kuwa uongozi wa kweli unahusisha kulinda taifa badala ya kuwasukuma wananchi kwenye njia mbaya. Udhabiti wake ulionekana katika kauli hii. Nikimnukuu, alisema, wewe ukitaka kuonesha dhamana ya kulinda watu na mali zao, halafu ukawa unachochea maandamano ambayo yanaleta madhara kwa watu na mali zao, hiyo ni contradiction. Mstari huu ulichukua azimio la serikali la kutekeleza sheria madhubuti na kujaribu kusisitiza amani baina ya wananchi. Waziri Mkuu alihitimisha kwa kufichua kwamba mashirika ya kijasusi yamebaini watu binafsi wanaopanga kuharibu miundombinu ya kitaifa wakati wa maandamano hayo. Alionya kuwa majaribio hayo ni sawa na uhujumu uchumi na yatachukuliwa hatua kali za kisheria. Hata hivyo, aliweza kumalizia kwa kusema hivi, tukatae kabisa watu wanaotaka kuleta maandamano na kuchochea machafuko yenye madhara, watu wanaotaka kuharibu miundombinu, watu wanaotaka kufanya economic sabotage. Maandamano yenye madhara ni economic sabotage, aliweza kunukuliwa akisema waziri mkuu. Serikali imeweka wazi kuwa haitasita kutekeleza hatua stahiki iwapo maandamano hayo yataendelea kinyume na sheria. Vyombo vya usalama vinatarajiwa kudumisha utulivu na amani huku vikihakikisha kuwa raia wanasalia salama. Mjadala huu wa hadhara unaendelea kukua huku Disemba tarehe 9 inapokaribia, wafuasi wa maandamano hayo wakitetea haki yao ya kukusanyika kwa uhuru, huku wengine wakielezea wasiwasi kuwa huenda maandamano hayo yakasababisha machafuko na makabiliano yasiyo ya lazima. Matokeo yanayoendelea yameliweka taifa katika wakati muhimu mgumu, ambapo maamuzi ya pande zote mbili yataweza kuchagiza matokeo ya tarehe 9 Disemba. Hali bado ni ya wasiwasi, huku wananchi wakisubiri siku hiyo kwa mashaka, na serikali inaendelea kusisitiza umakini, umoja na uzingatiaji wa taratibu halali. Siku zijazo zitaamua iwapo maonyo yaliyotolewa na waziri mkuu yatazingatiwa au kupingwa mitaani. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimeweza kukuandalia katika ripoti ama habari hizi, na kuomba kwa moyo mkunjufu na wa dhati unijuze maoni yako upande wa comment section. Lipi unafikiria kuhusiana na ujumbe huu wa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kutoka kwa serikali ya Samia Suluhu ambao umetumwa kwa wale ambao wanapanga kuingia barabarani kuandamana mnamo tarehe 9 Disemba? Vile mtazamaji, tukimalizia habari hizi, like video hii kisha chukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Alafu pia chukua sekunde yako moja nyingine, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama habari zetu mpya zinazojiri siku ya leo.